Ya kwa majina naitwa Alexander Jonas Barunguza. Kwa sasa sio tena mwanafunzi wa law school, bali ni wakili ambaye anasubiriwa sasa ndani ya masaa machache kuweza kuapishwa ili sasa niweze kuwa wakili wa mahakama kuu na mahakama zingine za chini. Safari yangu ya uwakili au ya sheria kwa ujumla, kwanza nilianza degree yangu ya sheria katika chuo kikuu cha Tumaini University Makumira Arusha. Baada ya kuhitimu mwaka 2019 niliweza kujiunga na chuo cha elimu ya sheria kwa vitendo, Law School of Tanzania mwaka 2019, na nikiwa nikiamini kwamba nitatoka labda first sitting kama ya matumaini ya wanafunzi wengine. Kwa hiyo baada ya kuwa nimejiunga pale niliweza kusoma kwa bidii sana, sio kidogo, na baadaye tulipata majibu niliyopata kipindi hicho kuna masomo mawili ambayo yanaonekana kwamba sijafaulu. Ilikuwa ni advocacy skills na human rights. Kwa hiyo binafsi nikaona kama nimeonewa kwa sababu ya jinsi ambavyo nilikuwa nimeweza kuyajibu hayo masomo au hiyo mitihani husika. Kwa hiyo nimekata rufaa kwamba yasaishwe upya, lakini pia nimerudia pia kufanya supplementary. Wakati nimekata rufaa, baadhi ya marafiki zangu waliniambia, "Wewe ukikata rufaa kwenye hii taasisi yetu, hautakaa umalize kabisa." Ilinishtua sana, lakini nikasema mimi nitakwenda, na kama patatokea hiyo namna ambayo ya kuumiza watu kwa sababu umetafuta haki yao kwa njia ya kukata rufaa, basi mimi nitaenda mahakamani ili sasa tuweze kuweka historia mpya vizuri. Kwa hiyo baada ya rufaa hiyo pia nimefanya hiyo mitihani kwa njia supplementary. Kweli bwana, baada ya kufanya hiyo rufaa sikuweza kushinda, na matokeo yale ya supplementary yalikuwa vile vile, hamna kilichobadilika. Basi mimi nikawaandikia uongozi wa chuo, naomba mnipe mitihani yangu na marking scheme niweze kuona, ili niweze kujiridhisha kwamba ni wapi nimekosea, ili ninapokuja kurudia tena mitihani basi nisirudie makosa yale. Lakini wakasema sisi sheria zetu haziruhusu kutoa hizo nakala za mitihani. Kwa hiyo kuanzia hapo nikasema okay, mimi nitakwenda sasa mahakamani kwa sababu pia ni haki, nimeona haki yangu imevunjwa. Sasa naenda mahakamani ili mahakama ije kutoa sasa uamuzi. Kwa hiyo nimeenda mahakamani kwa mara kwanza, nimefungua kesi ya challenge hizo sheria za rufaa ambazo zinamnyima mwanafunzi kuweza kuona mitihani yake, lakini pia nikutaka pia kuweza kupewa hiyo mitihani. Wakati naendelea kuwa nafanya hizo kesi, kwa sababu nakumbuka nilifungua pia kesi mahakama Afrika Mashariki, lakini pia nikafungua kesi mahakama kuu. Sasa watu wakaniambia, wewe hutakaa umalize hiyo shule, unawashtaki walimu wako, vitu vya namna hiyo. Of course kuna namna fani niliogopa, lakini nikasema hapana, hii kitu haitakiwi endelee kuwa namna hii, kwa sababu kama tumekuwa trendy kwamba tunaweza kufanya vitu fulani mahakamani. Kwa hiyo nikatumia elimu ile niliyoipata nikiwa niko chuo undergraduate na elimu ile ya mafunzo niliyoipata nikiwa law school, hiyo nikaitumia kupeleka kesi hizo mahakamani. Kipindi ndani hizo kesi, baadhi ya watu mbalimbali pia walinishauri, bwana, hata kama unafanya kesi pia endelea kufanya mitihani. Kwa kipindi hicho nikaona haiwezekani hao watu waje kuniachia, na nikisikiza maneno ya watu kwamba wamesema utakaa umalize, nikawa na sita. Lakini baadaye nikawa nimeamua kuenda kufanya hiyo mitihani. Nikawa nafanya mitihani, lakini nikawa naendesha pia na hizo kesi mahakamani. Nimefanya hivyo, nakumbuka kesi hiyo ya kwanza ilisikizwa na mheshimiwa jaji wa mahakama kuu kwa judicial review, akameiondoa kesi ile, nikaifile upya kwa mfumo wa kesi ya katiba ambayo nilimshtaki mheshimiwa jaji ambaye sasa hivi yuko mahakama ya rufani, lakini pia ambaye pia alikuwa ndio principal wa law school kipindi hicho, na law school yenyewe na mwanasheria mkuu wa serikali. Hiyo kesi ilisikizwa na benchi la majaji watatu likiongozwa na kipindi hicho jaji Dr. Nangela na wenzake majaji wawili. Katika shauri hilo nilikuwa na challenge hizo sheria. Sasa majaji wakaja kugundua kwamba pia nilikuwa nimeshakatia maamuzi fulani ya mahakama kuu kwenda mahakama rufani. Kwa akasema kwamba hawezi wakaendelea na shauri kwa sababu tayari kuna shauri lingine. Lakini katika kesi ile waliweza kutoa mambo mbalimbali, waliweza kuyatoa ni pamoja na namna ambavyo kesi inaweza kaendeshwa mubashara. Walizungumza kwa undani na kwa upana mkubwa sana. Kwa hiyo tumepata kitu kipya kutoka katika ule uamuzi. Baada ya hapo nikaona sasa wakame strike out ile kesi, na nilivyoona kwamba strike out nikasema kuendelea na kesi court of appeal ni kupoteza muda mwingi. Kwa hiyo nikaenda withdraw ile kesi court of appeal, nimefile kesi ya kikatiba upya tena ya
challenge zile sheria za law school za usahihishaji. Lakini pia nilikuwa niliona malalamiko dhidi ya mkuu wa taasisi yetu ya law school bwana Mheshimiwa Jaji bin Haji Shaban Masud, kwa sababu nilihisi kama vile anitendei haki wakati najaribu kuomba access ya kuweza kuonana naye niweze kumuelezea namna gani ambapo ninapata changamoto katika taasisi yetu hiyo. Nakumbuka sikuweza kupata hiyo nafasi na nikamwandikia barua Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza kwamba sasa huyu tulie naye ambaye atulia kama mlezi, kuna mambo ambayo kwa kweli binafsi naona kwamba hajatutendea haki sisi kama wanafunzi, lakini kama watoto ambao tunataka tujifunze zaidi kupitia kwake. Ile barua ikaweza kujibiwa, lakini baadaye tuliona anapata uteuzi kwenda mahakama rufani. Nikasema hapana, nimeenda ku challenge pia uteuzi wake mahakamani, japo pia sikuweza kushinda. Lakini yote niliyafanya sio kwamba ni kwa nia mbaya au nia ovu, ni kuhakikisha kwamba haki inapatikana, na pale ambapo naona kwamba sitendewi vizuri basi mahakama iweze kuamua. Kwa hiyo nilirudia tena mitihani yangu kama nilivyozungumza awali, nikawa naendelea kufanya, unafanya mitihani majibu yanakuja vile vile kwamba hujafaulu. Lakini nakumbuka kwenye mwaka 2023 nilifaulu somo hili la human rights, nikabakiwa na advocacy skills peke yake. Of course whatever skills nilibakiwa na final kwa sababu WP pia nilikuja nikafaulu. Kwa hiyo final nimeirudia tena, nikairudia bila majibu mazuri. Kwa hiyo ikafika watu nimeshakata tamaa. Nikasema ngoja niendelee na kesi zangu hizi za kuchallenge hii sheria ya kukata rufaa ambayo haimpi mwanafunzi fursa ya kuweza kuona hiyo mitihani yake. Kesi hiyo mara ya mwisho ilisikizwa na majaji wa mahakama kuu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji, of course kwa benchi la majaji watatu, akiwemo na majaji ambao tayari na wao wameshamishwa Dodoma. Of course nimeshasoma paka majina yao, lakini hao ndio waliosimamia shauri hilo. Wakati kesi inaendelea pia na shauriwa kwamba nikafanya hiyo mitihani tena. Of course mimi nilikataa kabisa kwenda kufanya hiyo mitihani kwa sababu niliona kwamba sitakaa niweze kufaulu. Lakini ndugu na jamaa, of course sasa wazazi walinishauri bwana nenda kafanye tena hiyo mitihani. Nikasema mimi siendi, lakini mke wangu akaniambia, mume wangu jitahidi bwana, kwani shida ni nini? Si uende ukafanye. Akanitia moyo sana na namshukuru sana mke wangu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nikaenda kufanya hiyo kwa mara nyingine japo kishingo upande. Wakati namaliza kufanya, maamuzi pia akatoka ya mahakama kuu kwamba ikasema zile sheria za rufaa za kukata rufaa ile mitihani ni kinyume na katiba kwa sababu hazitoi fursa kwa mwanafunzi kuweza kuona mitihani yake. Na hivyo ikawa imeiamuru taasisi na mwanasheria mkuu waende wakabadilisha hizo sheria ili kwamba kuweza kutoa nafasi ya mtu anayekata hizo rufaa, anayekata rufaa hii ya mitihani aweze kupata fursa ya kuweza kusikilizwa. Na pamoja na kuletwa mitihani vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nimeshinda kwa hatua moja, kwamba nimeshinda kesi, lakini hawakusema kwamba nikapewe mitihani. Hiyo hawakuizungumza, ila tu walitoa amri kwamba wakabadilisha hizo sheria. Sasa wakati mwaka huu mwaka umebadilika tayari, nakumbuka mwaka jana nilikuwa nimefanya mtihani kwa mara nyingine ya mwisho, mtihani wa advocacy final. Nimeenda kufanya tu yani kama vile lazimishwa na mke wangu. Okay, majibu ya mwezi wa 4 nafikiri mwezi wa 4 tunaenda mwezi wa 5, majibu yakatoka kwamba nimefaulu. Kwa kweli ilikuwa ni furaha kubwa sana. Na kwanza sikuamini kama ni kweli nimefaulu. Maana yake nikasema, hii taasisi ambayo tumevuta na muda mrefu sana inaweza ikawa namna hii. Lakini ni kweli nimeingia kwenye system ikawa nimefaulu, na nilivyoenda law school pia walimu walinipokea vizuri sana, na mimi pia niliwashukuru sana kwa kiasi kubwa. Wakaniambia bwana Barunguza, hongera sana, umefaulu. Mimi sikuamini bwana, nikabidi niende nikawae pia na mkuu wa chuo chetu cha Law School of Tanzania, Professor Zisti Mramba, akanikaribisha ofisini kwake nakumbuka. Akanipa hongera sana. Mimi nikamwambia mimi naomba niwashukuru kwa sababu najua mngeamua kuniangania mngengania. Akamwambia hapana Alexander, kama umefaulu kwani tukunganganie. Kwa hiyo wewe umefaulu bwana. Sio kwamba tumekuonea huruma. Hapa hamna huruma yoyote. Sasa haya ni maneno ya mkuu wa taasisi Professor Zisti Mramba. Kwa hiyo hiyo tu mimi binafsi nilishukuru sana, lakini pia nikaribisha vizuri pale ofisini, tukapiga picha pamoja, tukaongea mawili matatu. Basi mimi nawashukuru sana Law School kwa sababu hawakuwa na nia ovu dhidi yangu, na nadhani hii iliyotokea hapo ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba tunawekana sawa katika baadhi ya maeneo. Na kama mwanasheria mimi siwezi nikafanya migomo shuleni, hapana, nafahamu haki zangu na namna ya kuweza kuzidai hizo haki zangu. Kwa hiyo kipekee ni washukuru pia Law School kwa sababu elimu na knowledge walionipa, yale maarifa walionipa ndio walionisaidia kufanya hayo niliweza kuyafanya na ambao naendelea kuyafanya hata sasa. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana, na namshukuru Mungu sana kwamba kesho status yangu itabadilika rasmi. Sasa nitakuwa ni wakili.
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakili wa kujitegemea namaanisha. Asanteni sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.